Yesu alimuulizaje? Wataka kuwa mzima? Angalia mstari unaofuata kitu anachojibu. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Nani kamwambia atoe maelezo yote haya? Yeye kaulizwa wataka kuwa mzima, angejibuje? Basi hilo ndio lilikuwa jibu. Lakini anaanza kulalamikia mazingira, anaanza kulalamikia wenzangu wanaingiaga kabla yangu, maana yake ningekuwa nilishapona. Utalalamika pale, atalalamika. Yesu akamtazama, ikabidi mstari wa 8 akamwambia neno moja tu. Angalia mstari wa 8 alichomwambia. Alimwambia neno moja. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende, maana wewe uelewi nilichokuuliza. Hebu tupungiane wana wa Mungu. Kuna wakati ni neema tu ya Yesu ilimpitia huyu ndugu, lakini kimsingi alishashindwa kupeleka hoja. Umeulizwa swali, mtibua maji hajaenda kutibua maji, kakufata. Kuna saa mtibua maji haendi kule kutibua maji, anakufata moja kwa moja, anakwambia wataka kuwa mzima? Tumetumwa asubuhi ya leo, peleka hoja. Mwambie Bwana, ndio nataka kuwa mzima. Washindi sema amen. Angalia Luka 18. Luka 18 mstari wa 40 na 42. Tunaweka msingi. Luka 18 mstari wa 40 na 42. Tusome wote 1 2 3. Hii ni habari ya yule kipofu. Tusome 1 2 3. Yesu akasimama akaamuru aletwe kwake, na alipomkaribia alimuuliza, wataka nikufanyie nini? Sikia jibu lake. Akasema, Bwana, nipate kuona. Wangapi wameona hoja? Washindi, Bwana asifiwe. Asema, Bwana, nipate kuona. Angalia Yesu alichomjibu. Yesu anamwambiaje? Mstari 42. Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Simple and clear. Wana wa Mungu sasa, Baba, Yesu umeniacha. Jamani, hebu tupungiane wana wa Mungu. Mwambie jirani yako, kuna shida gani? Wapenda Bwana asifiwe. Baba ni wewe, Baba. Peleka hoja. Mwambie Mungu, umeulizwa wataka nikufanyie nini? Wewe nafikiri Yesu alikuwa amuone yule ndugu kwamba ana shida ya macho? Alikuwa anamuona, lakini alichokuwa anatafuta ni uhakika wa hoja. Akamwambia, wataka nikufanyie nini? Nipate kuona. Full stop. Yesu akamwambia, upewe kuona. Nasi tumetumwa kukwambia usiende kulalamika mbele za Bwana. Usimwelezee ukubwa wa tatizo lako, usimwelezee ukubwa wa shida yako. Mwaka 2026, achana na habari ya kueleza maelezo mengi. Mweleze Bwana unachotaka, mpe hoja, pelekea hoja zenye nguvu. Na nimetumwa kumwambia mtu mmoja, kuna hoja ukipeleka kwa Bwana ni neno moja tu, upewe kuona. Pigie Bwana makofi mengi mengi. Sasa tatizo kwenye kupeleka hoja, kwa sababu wakati mwingine tutaona huko tunakoelekea, wakati mwingine uchungu upo, maumivu yapo. Sasa unawezaje kubalance maumivu ulionayo ya jambo? Unapoenda mbele za Mungu, usiende na ule uchungu, bali uende kwa baba yako kuzungumza naye. Kwa sababu si kila anayelia analia kwa mzigo mbele za Bwana ni upako. Mwingine analilia machungu. Oi. Wapenda Mungu atusaidie kuelewa. Peleka hoja. Turudishie ule mstari wa kitabu cha Isaya 41 mstari wa 21, alafu tumshukuru Mungu. Isaya 41 21, tusome wote 1 2 3. Haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Tusimame, shika sadaka yako, tumshukuru Mungu.